se puede. Si se puede. Inawezekana. Inawezekana, yeah. Tuambie hali ya kikosi, maandalizi yakoje kuelekea katika mchezo wenu wa kesho? Maandalizi yako vizuri sana na yamekamilika uwanjani jioni hii. Yamekamilika vizuri bila kuwa na majeraha. Wachezaji wana ari kubwa, nyinyi mashahidi mmeona. Mambo yote kimsingi yamekamilika na sasa kilichobakia ni mambo madogo madogo tu ya kiutawala na kiufundi ambayo yanategemea ratiba tu sasa, kwa sababu ikifika muda huu kitafanyika hiki, ikifika muda huu kifanyike hiki hadi wakati mchezo ufike, lakini kimsingi ni kwamba kila kitu kiko sawa sawa. Kupoteza mchezo wa kwanza kumepunguza morali ama kumeongeza zaidi morali kwa wachezaji? Kumeongeza hasira. Sasa sijui hasira unaweza kuitafsiri kama ni morali au ni kitu gani, lakini hasira kwa sababu kupoteza ule mchezo kuliwauma sana wachezaji. Of course kila mtu aliumia, ila wachezaji wenyewe kwa sababu walikuwa uwanjani waliumia zaidi kwa sababu waliamini kabisa ilikuwa mechi ya kushinda. Haikuwa hata mechi ya sare. Achilia mbali kupoteza. Haikuwa hata mechi ya sare, ilikuwa mechi ya kushinda. Yaani imewaponyoka mikononi mwao wenyewe wanaona. Wapinzani walipata magoli katika occasion chache tu walizopata. Sisi tulipata nafasi nyingi sana ambazo hazikugeuka kuwa magoli, bahati mbaya sana. So hiyo kitu imewauma sana na hata mazoezi ambao wamefanya kwa jitihada sana kurekebisha makosa yao yale. Kabla hata mwalimu hajasema, wao wenyewe tayari wako hatua moja mbele kuhakikisha kwamba mambo ambayo waliyafanya kwenye mchezo ule yanabadilika na safari angalau inakuwa poa. Zaka, nirejee kwenye rekodi. Nikianza kwa MC Alger alikuwa na unbeaten 21, ikavunjwa na Al Hilal. Kwa upande wa FAR Rabat walikuwa na unbeaten 12. Young Africans wakaivunja rekodi hiyo. Lakini kwa upande wa Wydad Casablanca wana unbeaten 11. Pengine tutegemee hilo kutokea kwa Azam kuivunja rekodi hiyo? Bayern Munich yako na ngapi? Nimeisahau. Imekusahau. Nimeisahau. Okay, kimsingi haya mambo rekodi na nini wanapenda sana waandishi wa habari. Lakini kiufundi sana uwanjani wala hayana nani kubwa sana kwa sababu kila mchezo unakuwa na approach yake na vitu vyake tofauti kabisa. Havihusiani na hivyo mechi nyingine. Hayo ni mambo ya kwenye makaratasi ambao ukisema kuyaandika, kuyahadithia kama mchambuzi au mwandishi wa kawaida yanatia raha sana. Lakini kwenye mchezo wenyewe hayana uhusiano kabisa. So acha tu approach mchezo huu bila kujali rekodi zingine zozote zile ambazo zipo. Cha msingi ni kuhakikisha kwamba timu inashinda katika mchezo. Hayo mengine sio mambo makubwa sana. Timu mpinzani wako ana wachezaji wakubwa kweli na wenye wana uzoefu. Nikimzungumzia mchezaji kama Stefan Ziki, mmeshakutana naye mara kadhaa kwenye ligi wakati anacheza hapa Tanzania. Wachezaji wanazungumza nini kwenye mechi hii? Ukiangalia profile ya wachezaji ambao mnakwenda kukutana nao ni kubwa Zaka. Kuzungumzia mchezaji mmoja mmoja kwenye mechi wakati mwingine ni kujipotezea focus. Mazoezi yanayofanyika huwa yanafanya ule mpango wa mechi unavyoandaliwa ni kwa ajili ya timu nzima. Kwa sababu unaweza kuandaa kwa ajili ya mtu afu kwenye hiyo mechi hayupo. Mpango wenu wote umevurugika. Kwa hiyo of course wachezaji wanaweza kawa nimeona kwenye press conference kuna swali lilikuja kama hivyo kwa mchezaji wetu. Akalijibu. Of course anaweza kawajibu wachezaji anaowajua. Anaowafahamu huyu fulani kama ambavyo mmetaja. Aziz Ki umemtaja. Aziz Ki ni mchezaji ambaye hata akiwa anacheza Tanzania ametufunga sana sisi hapa. Ametufunga sana. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, lakini kwenye ile timu wapo wengine wazuri wengi sana kwa sababu ile timu ni kubwa kuliko ya kwetu, ina uzoefu mkubwa kuliko ya kwetu. Lakini hayo yote yanabaki kwenye makaratasi. Inapokuja uwanjani sasa kila mmoja inabidi approve. Sio historia tena. Inabidi approve kwenye mechi hiyo ili kuizungumza mechi yenyewe. Kipenga kikilia tu pia mpira umeanza, hakuna inajadili historia pale tena. So acha tuone kitakachotokea baada ya kipenga kupulizwa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Nimekuja na kauli ya kusema kwamba hii inawezekana. Kwa nini mmetumia kwenye mchezo huu? Maswali yaliyopita kabla ya hilo yana reflect hiyo. Watu wanajadili wachezaji, sijui Memeledi na nini wale Wydad wana historia kubwa, wamefanya hivi. So hayo yote hayo ukiyazingatia unaanza kudhani kama huu mchezo basi umeshaisha. Lakini inawezekana tukashinda. So ndio maana tumetoka na hiyo slogan, kauli mbiu kuhakikisha kwamba kwanza kuwatia moyo wa mashabiki wetu wasichanganywe sana na hizi vitu zinazoongelewa kwenye media kwa sababu inaongelewa ni wakati wake wa kuongelewa. Sisi kauli mbiu yetu inalenga mchezo wenyewe. Haya mambo ya kabla ya mchezo huwa yanakuwa mengi sana, lakini mchezo ukifika utakuwa tofauti. So wao wacheze nafasi yao vizuri ambao ni nafasi ya mchezaji wa 12, waicheze kwa ufasaha wa kutosha
kuhakikisha kwamba wanawapa nguvu wale 11 wanaokuwa uwanjani na timu inashinda. Inakwenda mbali zaidi ya hivyo kwa sababu inakuwa ni kama kamba mnaoishikilia pamoja. Mnajua mkishika kamba pamoja alafu mnasema kwenye mchezo wa kuvuta kamba tag of war, kama ushacheza ule mchezo 1 2 3 mnavuta wote. Unafahamu ile kamba ikikatwa kila mtu akiwa na kipande chake hamwezi kukusanya nguvu ya pamoja. Lakini mkishika kamba pamoja mkavuta mnakuwa na nguvu ya pamoja. Si ile mkwe. Ndio slogan kazi yake ile. So inatengeneza umoja katika kufikia jambo lenu. Wakina nani hao? Sisi tumeshakuwa nazo miaka mingi tu, kwani sisi tulikuwa na remontada, sisi slogan zetu mara zote huwa zinakuwa za Kihispaniola. Remontada, la venture, sisi kama labda mmesahau. Sisi puede, kama kuna mtu yote kaisha tumia ya Kihispaniola hapa alipo. Sisi tunatumia kila mwaka hivyo, miaka yote huko nyuma tunatumia. So wala hatujaiga kwa mtu. Na by the way slogan zipo miaka yote, zipo dunia nzima. Sio kitu ambacho mtu anamiliki. Umeona Baada ya kupoteza mchezo wa kwanza, pengine mmeanza kupiga hesabu tukiwaki. Hapana, bado mechi bado zipo za kutosha, na hata mchezo huu pia. Unajua baada ya mchezo huu kutabaki michezo 4 mbele na ambayo bado inaweza kupa kitu. So sisi hatujaanza kupiga hesabu hizo kuwaza sio fulani kafanya nini huko aliko. Hapana, bado tuna mechi za kushinda za kwetu. Tukiwaki, hesabu za tukiwaki huwa zinaanza kupigwa pale mnapoona mechi zetu hazitoshi zilizobakia. Yaani hata kama tukishinda zote bado hazitoshi hadi mwingine na yule kule apoteze. So far si mechi zetu ziko 4, tukishinda mechi zetu hatuna shida ya kutembea na calculator. Umeona kwa hiyo sisi bado hatujaanza kufikiria kuagiza calculator. Mimi muda mrefu sipo nchini, kwa hiyo sijui. Lakini malengo yako pale pale. Haiwatoi kwenye malengo yenu kama. Hapana. Bado tunaamini inawezekana, na ndio maana hata slogan yetu iko hivyo, kwa maana kwamba acha tuipiganie hii tuone itawezekana kwa namna gani, lakini kimsingi ni kwamba bado inawezekana. Hii slogan kwa ajili ya mechi hii, tutakuja zingine za bwana Hispaniola kina maneno mengi sana. Natamani mimi hata ningekuwa na slogan 5 kwenye mechi hii. Asante sana.